Wapo baadhi ya wanadamu ambao hawapati mafanikio katika maisha yao kwa sababu ni wavivu. Wapo binadamu ambao ni wachapakazi, pengine wanafanya kazi kuliko wewe, lakini kila wanapojitahidi kujikomboa katika vifungo vya kimaskini, bado wanaendelea kurudi nyuma badala ya kusonga mbele katika hatua za mafanikio. Hawa ni binadamu ambao wakati mwingine wanashindwa kufanikiwa kwa sababu wamewekwa katika vifungo vya kishirikina bila wao wenyewe kujua. Unapowekwa kwenye kifungo cha kichawi, utaandamwa na umaskini hata ukifanya nini mpaka pale utakapojikomboa kwanza, na hapo ndipo utakapoanza kuyasogelea mafanikio kama binadamu wengine. Kuna vifungo vya jua ambapo washirikina hutumia nuru ya jua kuwaweka baadhi ya watu katika vifungo, kwa sababu jua limeangaza katika sehemu nyingi za huu ulimwengu, na shughuli nyingi tunazifanya katika uso wa dunia ambao unaguswa na mwanga wa jua. Hivyo hautaweza kufanikiwa ikiwa shughuli zako utazifanya katika maeneo yenye mwanga wa jua. Na kama unavyojua, shughuli zetu nyingi tunazifanya katika maeneo ambayo yanafikiwa na mwanga wa jua. Hivyo kama umewekwa kwenye kifungo cha kichawi kwa kutumia mwanga wa jua, hautaweza kufanikiwa mpaka siku yako ya mwisho. Mara nyingi washirikina wanapotaka kukuweka kwenye kifungo cha kichawi kwa kutumia mwanga wa jua, wanaweza kutumia jina lako, picha yako, ama kitu chochote kutoka katika mwili wako. Inawezekana nguo yako, ama nywele zako, ama kucha zako. Watakapochukua kitu hicho, watakwenda kufanya maagano huku wakitamka maneno yafuatayo. Kwanza watalitaja jina lako na kisha watasema, ikiwa mtu huyu anaweza kufanya shughuli sehemu ambako hakuna mwanga wa jua, basi atafanikiwa. Lakini fulani bini fulani, ikiwa atakanyaga sehemu yoyote ambayo inafikiwa na mwanga wa jua na shughuli zake atazifanyia huko, basi kifungo hiki kitaendelea kufanya kazi katika maisha yake mpaka mwisho wa maisha yake. Kwa sababu wewe ni mtu ambaye unafanya kazi katika maeneo mengi ambayo yanafikiwa na mwanga wa jua, hata ukihama bara ukahamia bara jingine, ili mradi tu kuna mwanga wa jua, kifungo hicho kitaendelea kufanya kazi katika maisha yako siku zote za uhai wako. Lakini wapo baadhi ya watu ambao wanatumia kifungo cha kichawi kwa kutumia ardhi. Hawa ni binadamu ambao pia wanaweza kutumia kucha zako, wanaweza kutumia nguo yako, ama wanaweza kutumia nywele zako na wakaifukia katika ardhi na wakatamka maneno yafuatayo: ikiwa mwanadamu huyu atafanya shughuli zake katika ardhi hii, basi asifanikiwe. Kifungo hiki kiendelee kumuandama siku zote za maisha yake. Kumbuka, unaishi katika uso wa dunia ambapo unaikanyaga ardhi. Hakuna shughuli ambayo unaweza kuifanya ukiwa uko nje ya ardhi. Hivyo haijalishi utaenda katika nchi gani ama utaenda katika bara gani, ili mradi unakanyaga ardhi, kifungo hicho kitaendelea kukuandama katika kipindi chote cha maisha yako. Vipo vifungo vya aina mbalimbali. Hizo ni aina mbili tu za vifungo ambavyo washirikina wanaweza kuzitumia na kukuweka katika vifungo hivyo, na ukajikuta unaandamwa na umaskini siku zote za maisha yako. Je, utajuaje kama wewe ni mwanadamu ambaye umewekwa kwenye kifungo cha kichawi? Kwanza kabisa ni mabadiliko ya ghafla katika maisha yako. Kama wewe ni mtu ambaye ulikuwa unapata wateja kwenye biashara zako, ghafla pasipokuwa na sababu ya msingi utaanza kupoteza wateja kwenye biashara zako. Kama ulikuwa ni mtu ambaye unapendwa na watu wengine, utajikuta ukianza kuchukiwa, na unapojaribu kufanya utafiti ni sababu gani ambayo inapelekea watu wengine wakuchukie, hautaweza kuiona sababu ya wazi ya watu wengine kukuchukia. Kama ulikuwa ni mwanadamu ambaye unaweza kutengeneza faida katika maisha yako, utajikuta unaanza kuandamwa na mikosi na bahati mbaya ambazo hazieleweki chanzo chake ni nini. Migogoro itaanza kukuandama kila kukicha. Changamoto zitaanza kuja katika maeneo yako ya kazi ambapo hauelewi sababu ya changamoto hizo ni nini. Endapo vitu hivyo vitaanza kutokea mara kwa mara katika maisha yako, ujue inawezekana tayari umeshawekwa kwenye kifungo cha kichawi, na huu ni wakati ambao unatakiwa kuanzisha vita dhidi ya nguvu hizo ambazo zimekufunga. Kwani usipofanya maamuzi, amini usiamini, huenda ukaendelea kubaki maskini ama utaendelea kubaki katika kifungo ambacho kinakuandama siku zote za maisha yako.
Na hizi ni njia ambazo unatakiwa kuzifuata endapo utabaini umewekwa katika kifungo cha kichawi bila wewe mwenyewe kujua. Njia ya kwanza ni kutumia chumvi ya mawe ama chumvi ya baharini katika kujitakasa. Utakaso ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kuondoa vifungo, laana na mikosi ambayo inayaandama maisha yako. Ni kwa namna gani unavyotakiwa kutumia chumvi? Chumvi unaweza kuitumia katika namna mbalimbali. Kwanza kabisa, chumvi unaweza ukaiweka katika pande za nyumba yako. Yaani kama nyumba yako ina pande 4, basi weka kila pande chumvi ya mawe. Au unaweza ukaweka katika kila kona ya nyumba yako. Yaani kama nyumba yako ina vyumba kadhaa, katika kila kona ya nyumba yako unaweza ukaweka chumvi. Hiyo ni namna mojawapo ya kuzuia nguvu mbaya au vifungo visiendelee kufanya kazi katika ardhi ya nyumba yako. Lakini jambo la pili ambalo unatakiwa kulifanya kwa kutumia chumvi, hakikisha unaandaa maji yako safi, na maji ambayo unakwenda kuyatumia hakikisha ni masafi yasiyokuwa na sabuni ndani yake. Weka chumvi ya mawe, kisha nuia kwa maneno yafuatayo: ikiwa kuna nguvu yoyote ya kichawi ambayo ipo ndani yangu, ama ikiwa nimefungwa na nguvu yoyote ya kichawi ambayo inanizuia kufanikiwa, imechafua nyota yangu, kupitia chumvi hii ambayo naiweka katika maji haya, ninakwenda kuutakasa mwili wangu na vifungo vyote vinakwenda kuniachia, na nuru mpya inakwenda kuangaza ndani yangu. Kisha iweke chumvi hiyo katika maji ambayo unakwenda kuogea. Utakapokwenda kuoga kwa maji hayo yana mamlaka ya kwenda kuvunja vifungo vyote vya kichawi ambavyo vinakuandama. Lakini jambo jingine, unaweza kutumia chumvi ya mawe ukaweka katika glasi ya maji ambayo ni transparent, yani glasi ambayo inapitisha mwanga. Kisha tamka maneno haya: ikiwa kuna nguvu yoyote ya kichawi ambayo ipo ndani yangu, ama kuna ushirikina wowote ambao nimewahi kutupiwa aidha kwa jina langu ama kulishwa, basi kupitia chumvi hii ambayo nimeiweka katika maji haya safi, ninakwenda kuvunja nguvu zote za kichawi ambazo zimeyafunga maisha yangu. Ninaomba na kushukuru katika jina la Yesu. Na kama wewe ni mtu wa imani nyingine, unaweza kutumia imani yako kuyaombea maji hayo, kisha kunywa maji hayo. Kumbuka, maji yatakwenda kugusa kila sehemu ya mwili wako, na baada ya hapo utakwenda kuwa huru. Lakini njia nyingine ambayo unaweza kuifanya ni kufanya ibada kwa Mwenyezi Mungu. Unaweza kufanya mfungo wa kujikomboa dhidi ya mnyororo wa kichawi ambao unakuzuia katika maisha yako. Utakapoweza kufanya mfungo huku ukimuomba Mwenyezi Mungu kwa roho na kweli, amini usiamini, Mwenyezi Mungu atakwenda kukuondosha katika kifungo ambacho umewekwa na washirikina, kwani yeye hawezi kushindwa. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa, na ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema, na nimalize kwa kusema ninawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.